Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na watu 8 wauawa baada ya gari kulipuka India. Zungu spika mpya wa bunge la Tanzania. Makumi ya wafungwa wapatikana wamenyongwa katika gereza la Ecuador. Na nyuki mpya pewa jina Shetani kwa muonekano wa pembe zake. Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Watu 8 wameuawa siku ya Jumatatu jioni baada ya gari kulipuka katika mji mkuu wa India, Delhi. Kamishna wa polisi wa Delhi anasema mlipuko huo ulitokea wakati gari lililokuwa likitembea polepole kusimama kwenye taa nyekundu kabla ya kulipuka. Bado hakuwa na udhibitisho rasmi juu ya nini kilisababisha mlipuko huo. Waziri wa mambo ya ndani wa India Amit Shah na maafisa wengine wamesema wanachunguza uwezekano wote juu ya kile ambacho kilisababisha mlipuko huo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema waliohusika na mlipuko huo hawatasalimika. Musa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zungu alipata kura 378 kati ya kura 383 zilizopigwa na wabunge katika mkutano wa kwanza wa kikao cha kwanza cha bunge la 13 la Tanzania. Kwa ushindi huo, Musa Azan Zungu anakuwa spika wa 8 wa bunge hilo tangu kuanzishwa kwake baada ya kuwashinda wagombea wa vyama vingine waliopata jumla ya kura 2 pekee. Zungu aliyoteuliwa na chama chake, Chama cha Mapinduzi CCM, kuwania nafasi hiyo, huku spika Daktari Tulia Ackson akijitoa katika kinyang'anyiro hicho kwa sababu ambazo hazikuelezwa wazi. Zungu atasaidiwa na Daniel Silo ambaye ameteuliwa kuwa naibu spika. Miongoni mwa waliowahi kushinda wadhifa huo wa spika katika historia ya Tanzania ni Adam Sapi Mkwawa, Erasto Andrew Mbwana Mangenya, Pius Msekwa, Samuel John Sita, Anna Makinda, John Ndungai na Daktari Tulia Ackson. Takribani wafungwa 31 wamepatikana wameuawa katika gereza moja kusini mwa Ecuador, wakiwemo 27 waliouawa wamenyongwa, maafisa wamesema. Wafungwa 4 waliouawa na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa katika makabiliano kati ya magenge ya simu katika gereza la El Oro katika mji wa Mashala alfajiri ya Jumapili, saa chache baada ya walinzi waliokuwa wametahadharishwa kuhusu kuzuka upya kwa ghasia za magenge waliwapata wengine waliokuwa wamenyongwa kwenye gorofa la 3 jengo hilo. Idara ya magereza ya Ecuador imesema magereza yenye msongamano wa watu nchini humo yamekuwa eneo la ghasia baada ya mapigano ya magenge ambapo mamia wafungwa wameuawa katika miaka hivi karibuni. Idara ya ujasusi ya Urusi imesema kuwa ilizuia njama ya majasusi wa Ukraine na Uingereza kuwajaribu marubani wa Urusi kuiba ndege za MiG-31 iliyokuwa na kombora hypersonic la Kizhar ambayo ni dola milioni 3. Vyombo vya hatari vya serikali imeripoti Jumanne.
Shirika la habari la RIA linanukuu FSB likisema kwamba genge hilo liliotekwa nyara ingesafirishwa kuelekea kituo cha jeshi la anga la NATO katika mji wa Constanta nchini Romania, ambapo imegunduliwa na walinzi wa anga, shirika hilo limesema, ambapo ingedunguliwa. AFC, mridhi wa KGB, enzi ya Sovieti, imesema Ukraine na Uingereza zilipanga uchokozi mkubwa wa kutumia ndege zilizotekwa nyara, na kwamba ujasusi wa kijeshi wa Ukraine ulijaribu kulaghai marubani wa Urusi kwa dola milioni 3 ili kuiba ndege hiyo. Hata hivyo, shirika la habari Russia's halikuweza kudhibitisha madai hayo kwa kujitegemea. Kwa muda mrefu Urusi imeweka Uingereza kama adui yake mkuu na kuishtumu kwa kuchochea vita vya Ukraine na ujasusi wa Uingereza kusaidia Ukraine kuanzisha mfululizo wa operesheni ndani ya Urusi. Wanasayansi wa Australia wamegundua aina mpya ya nyuki wa asili mwenye pembe ndogo na kumpa jina la Shetani. Watafiti waliogundua nyuki Megachila lucifer walipokuwa wakitazama ua adimu ya mwituni ambalo hukua katika eneo la Goldfields, Australia magharibi pekee yake, takribani kilomita 470 sawia na maili 292 mashariki mwa Perth. Mwanasayansi mkuu wa utafiti huwa amesema alivutiwa na jina la Shetani alipokuwa akitazama kipindi cha Netflix kilichokuwa na jina kama hilo wakati huo. Aliongeza kuwa kuna aina mpya kama nyuki katika kipindi cha miaka 20 sasa. Bunge la Seneti la Marekani limepitisha mswada muhimu wa ufadhili ambao unaweza kumaliza mkwamo wa shughuli za serikali ambao imeshuhudiwa kwa muda mrefu zaidi katika historia ya taifa hilo. Mswada huo ulipitishwa na kura 60 kati ya 40 mwishoni mwa Jumatatu, na karibu wa Republican wote wakiungana na wa Democratic 8 ambao walijitenga na chama ili kuidhinisha. Mpango huu unafadhili serikali hadi mwisho wa Januari. Pia unajumuisha ufadhili wa mwaka mzima wa idara ya kilimo pamoja na ufadhili wa ujenzi wa kijeshi na mashirika ya kutunga sheria. Baraza la Wawakilishi sasa linalazimika kupitisha mswada huo kabla ya Rais Donald Trump kutia saini ili kuanza kutumika. Trump aliashiria kuwa tayari kufanya hivyo mapema Jumatatu. Makubaliano hayo yalitimia mwishoni mwa juma baada ya baadhi ya wademokrasia kujiunga na Republican kwa kujadili makubaliano ya kuwarejeshwa na wafanyakazi wa serikali kazini na huduma muhimu kuanza tena. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunaungana na wenzetu ambao ni wa DW, washirika wetu katika awamu ya pili ya matangazo yetu ya moja kwa moja, ambapo awamu hii ya pili ni ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile makala. Unapokea taarifa hii mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo katika awamu hii ni kwamba Rais Donald Trump amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Shara. Trump amekutana na Shara baada ya Marekani kutangaza mipango ya kuiondolea vikwazo Syria siku chache baada ya kiongozi huyo kuondolewa kwenye orodha ya magaidi duniani. Mohamed Khalif na taarifa hiyo kwa kina.
kwenye ziara hiyo ya kwanza kabisa kwa rais wa Syria mjini Washington, miezi 6 baada ya mkutano wao wa kwanza nchini Saudi Arabia, ambapo kiongozi wa Marekani alitangaza mipango ya kuondosha vikwazo Syria, na siku chache tu baada ya Marekani kusema kwamba Sharaa hatambuliki tena kama gaidi maalum wa kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alikiri kwamba maisha ya zamani ya Sharaa yalikuwa yenye uhusiano wake na kundi la wanamgambo lilikuwa jambo la zamani na halikujadiliwa kwa mazungumzo yake na Trump. Badala yake alisema kwa sasa Syria inachukuliwa kama mshirika wa kilimwengu wa Washington na sio tena kitisho. Mbali ya masuala ya ulinzi na usalama, mazungumzo ya Trump na Sharaa yalitazamiwa pia kujikita kwenye uwezekano wa kufikia makubaliano kati ya Syria na Israel, jambo lilipiganiwa sana utawala wa Trump, ingawa kwa upande wa Sharaa limekuwa zito sana kukubalika. Ziara hii ya Sharaa kwenye ikulu ya Marekani inatazama kama tukio kubwa kabisa kwa mwasi huyo wa zamani aliyegeuka kuwa mtawala baada ya kumwangusha dikteta wa muda mrefu Bashar al-Assad, na tangu hapo amekuwa akizuru maeneo mbalimbali ulimwenguni akijengea taswira kiongozi mwenye msimamo wa wastani anayetaka kuliunganisha taifa lilosambaratishwa na vita na kukomesha miongo kadhaa ya vikwazo vya kimataifa. Mojawapo ya malengo makubwa ya Sharaa kwenye ziara yake hiyo ilikuwa ni kushinikiza kuondolewa kikamilifu wa vikwazo vyote vya Marekani. Ingawa alikutana Trump kwenye mkutano wa faragha, wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza siku 180 za nyongeza kwenye uwasilishaji wa kile kiitwacho vikwazo vya Kaisari, lakini baraza la Congress pekee linaloweza kuviondosha vikwazo vyote. Sharaa mwenye umri wa miaka 43 aliingia madarakani mwaka jana baada ya waasi kuanzisha mashambulizi ya kushtukiza na kumwangusha Rais Assad siku chache baadaye mnamo Disemba 8. Tangu hapo, Syria imepambanua kusaka mwanzo mpya, ikijitenga mbali na washirika wa zamani wa Assad, Iran na Urusi, na kijiegemea zaidi kwa Uturuki, nchi za Ghuba na Marekani. Asante sana. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa hii ya habari, msikilizaji, ambapo ni ripoti, uchambuzi, makala na vile vile tutakuletea mengi tu ambayo ni maoni katika taarifa hii, ambapo hapa amekuwa ni Muhammad Khalifa na taarifa hii ambapo mezungumzia ziara ya rais wa Syria. Tuungane naye Amina Abubakar. wa Gaza baada ya miaka miwili ya mashambulizi ya Israel huko yaliyosababisha mauaji maelfu ya Palestina. Abbas aliye na miaka 98 ni kiongozi wa muda mrefu wa mamlaka ya Palestina iliyo na udhibiti wa sehemu ndogo katika ukingo wa Magharibi na inatarajiwa kuchukua udhibiti kamili wa Gaza chini ya mpango wa amani wa Trump. Viongozi hao wawili watajadili hatua zaidi za kuchukuliwa katika mpango huo, hasa katika maeneo ya usalama, utawala na ujenzi mpya wa Gaza. Macron pia anatarajiwa kugusia umuhimu wa uwepo wa njia salama ya upitishaji wa misaada ya kiutu Gaza na mabadiliko katika utawala wa eneo hilo. Taarifa kutoka kasri ya Elysee imesema mabadiliko ya utawala ni muhimu kwa demokrasia na uhuru wa Palestina ili kuwepo amani na usalama katika maeneo yote mawili, Israel na Palestina. Mpango huo wa amani wa Trump uliofikiwa Oktoba 10 umepitia changamoto chungu nzima, ikiwemo mashambulizi mapya ya Israel huko Gaza na madai ya mashambulizi ya Hamas dhidi ya wanajeshi wa Israel. Mkutano wa viongozi hao wawili pia unafanyika baada ya Ufaransa mwezi Septemba kuitambua Palestina kama dola huru katika mkutano wa hadhara kuu wa Umoja wa Mataifa, hatua ambayo Palestina ilipongeza na kuiita kihistoria na kijasiri. Huku haya kiarifiwa, waasi wa Houthi nchini Yemen wametangaza kusitisha mashambulizi yao katika bahari ya Sham dhidi ya meli zinazofungamanishwa na Israel katika kipindi hiki cha utekelezwaji wa makubaliano ya usitishaji vita ukanda wa Gaza. Waasi hao wamesema wanafuatilia hali kwa karibu sana, lakini wakaonya kwamba iwapo adui ataishambulia Gaza, wakimaanisha Israel, basi wataanza mara moja mashambulizi yao dhidi ya taifa hilo. Waasi hao wa Kihuthi wamekuwa wakishambulia meli zinazopita kwenye bahari ya Sham katika kile walichokuwa wakisema ni hatua ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina. Shambulizi la Hamas la Oktoba 7, 2023 kusini mwa Israel lilisababisha mauaji ya Waisraeli 1221, huku mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza yakisababisha mauaji ya watu 69,000 wakiwemo wanawake na watoto, huku wengine wengi wakiachwa bila makazi. Asante sana Amina Abubakar kwa taarifa hiyo ambayo tutazidi kufuatilia kwa kina kutokea Mashariki ya
Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo yetu haya, ripoti, uchambuzi, makala na vile vile maoni katika anga hii muda huu msikizaji, ili kuweza kutufuatilia mengi tu namna hiyo. Basi tunaungana naye Silvia Mweuzi kwenye taarifa nyingine. Wa COP30 huko Belem, jiji kuu lenye joto na unyevunyevu kwenye ukingo wa msitu wa mvua, ambapo wanakabiliwa na kibarua kizito cha kunusuru makubaliano ya mazingira duniani kutovunjika. Akifungua mkutano huo wa kimataifa, rais wa Brazili Luiz Inacio Lula da Silva alisema kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio tena kitisho cha baadaye, bali ni janga la wakati huu. Lula aliwashtumu wale wanaokataa ushahidi wa kisayansi na kueneza hofu kushambulia taasisi, sayansi na vyuo vikuu, akiongeza kuwa ni nafuu sana kupigana kulinda mazingira kuliko kupigana vita. Amesema COP30 itakuwa ni mkutano wa kuambiana ukweli katika enzi iliyotawaliwa na habari za uongo na zisizo za kweli. Ongezeko la joto duniani linaweza kusukuma mamilioni ya watu kwenye njaa na umasikini, na hivyo kuondosha miongo kadhaa ya maendeleo. Athari zisizo na uwiano za mabadiliko ya hali ya hewa kwa wanawake, watu wenye asili ya Kiafrika, wahamiaji na makundi yaliyo hatarini lazima izingatiwe katika sera za kukabiliana na hali hiyo. Ni muhimu kutambua jukumu la maeneo ya watu wa asili na jumuiya za kitamaduni katika juhudi za kukabiliana na hali hiyo. Mazungumzo hayo yanafanyika bila uwepo wa Marekani, nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa mafuta duniani na pia mzalishaji wa pili wa gesi chafu, huku Rais Donald Trump ambaye mara kadhaa ametilia mashaka masuala ya mabadiliko ya tabia nchi akitetea sekta ya mafuta na kukejeli nishati mbadala. Wajumbe pia watalazimika kukabiliana na changamoto ya kushindwa kwa ulimwengu kufikia lengo la kihistoria la mkataba wa Paris la kupunguza ongezeko la joto hadi nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius, baada ya wanasayansi na Umoja wa Mataifa kuonya katika siku za hivi karibuni kwamba kuvuka kiwango hicho kwa muda sasa ni jambo lisiloepukika. Mkutano huo unafunguliwa katikati mwa dhoruba kali katika kanda ya Caribbean na Asia iliyoleta uharibifu mkubwa na hofu inayoongezeka kwamba mivutano ya kikanda, kuanzia vita hadi uhasama wa kibiashara, vinazuia mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mkuu wa mkutano huo wa Umoja wa Mataifa Simon Stiel alisifu maendeleo yaliyopatikana hadi sasa katika kupambana na ongezeko la joto duniani, lakini pia akionya juu ya udharura unaohitajika. Mataifa tajiri na nchi zinazoendelea mara kwa mara huzozana katika mikutano ya COP kuhusu swala la ufadhili wa fedha zinazohitajika kwa mataifa maskini zaidi, ambayo yanachangia kidogo sana katika uchafuzi wa sayari ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kipindi cha mpito kutoka matumizi ya nishati ya mafuta. Asante sana Silvia Mweuzi kwa taarifa hiyo inayofungamana na mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira ya COP30, ambapo watoa wito kwa ulimwengu kuendelea na mapambano dhidi ya ongezeko la joto duniani. Ni taarifa ya habari kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo wakati huu pote pale ulipo basi tunashirikiana na shirika la DW katika matangazo yetu haya ya mbashara ambaye yanakujia muda huu wa Afrika leo mchana, habari za dunia. Na wakati huo basi msikilizaji pote pale ulipo, endelea kutufuatilia na unatuma maoni yako na vile vile jumbe ambazo tutakuwa nazisoma baadaye. Ifuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mimi Musa Hassan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie.
Huyo ni Musa Hassan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo akila kiapo cha utii mara baada ya kuchaguliwa kwa kupigiwa kura na wabunge wa bunge hilo. Kwenye uchaguzi huo uliosimamiwa na mbunge mkongwe William Lukuvi, umeshuhudiwa Zungu akiwabwaga washindani wenzake watano kwa kujipatia kura 378 kati ya kura 383 na hivyo kuwa spika wa 8 wa bunge hilo. Akizungumza mara baada ya kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zungu amewashukuru wabunge wote wateule kwa kuonyesha imani kwake kumchagua yeye kuwa spika na kwamba huo ni ushindi wa wote. Aidha, Zungu ameahidi kushirikiana na viongozi wenzake wote kwa kuzingatia sheria na kanuni za bunge. Naahidi kwa kuwa kuna bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Hatua ya wabunge wateule kumchagua Musa Hassan Zungu kuwa spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepokelewa kwa hisia mseto katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Mimi naitwa Bituo Kazuri, niko Mwanza. Maoni yangu ni kwamba wabunge wamefanya uamuzi sahihi kwa sababu huyo ni kiongozi wao wenyewe na wamekaa naye kwa muda mrefu, kwa muda aliokaa bungeni, ana uzoefu. Kwa majina naitwa Ombeni Nanyaro, natokea jimbo la Momba, mkoa wa Songwe. Kuchaguliwa kwa ndugu Hassan Zungu, mbunge wa Ilala, kwa kweli kunaleta matumaini mapya kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninampongeza sana kwa ushindi mnono alioupata, ni ushindi wa haki. Deo Kajima Komba, DW, Dodoma. Asante sana msikilizaji, nazidi kusonga mbele na hapo hivi basi naungana naye Samu Mwasimba anapoendelea kutupatia taarifa zingine. Una maoni yako kuhusiana na spika mpya wa bunge, na tuandikie na sisi tutasoma hapo baadaye. Hata bunge lenyewe kwa ujumla, bunge jipya, na mimi utakuwa una maoni utakayotaka kuyatoa katika matangazo yetu haya. Tunabakia huko Tanzania ambako baada ya kutokea kwa vurugu wakati na baada ya uchaguzi katika taifa hilo la Afrika Mashariki, kumekuwa na majeraha, kiwewe na pengine athari za kisaikolojia kwa watoto. Je, kundi hili limeathirikaje na nini kinafanyika ili kuweka sawa akili za watoto walioshuhudia mauaji, kusikia milio ya risasi na mabomu na kuona makundi au anadevelop tabia ya kushikamana sana na mzazi wake, au anakataa kwenda kwenye mazingira ambayo alikuwa anapenda kwenda. Kwa mfano, anaweza kukataa kwenda shule, anaweza kukataa kwenda kucheza. Uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu uligubikwa na vurugu za maandamano ya vijana waliokuwa wakidai haki. Vurugu hizo ziliviinua vyombo vya ulinzi na usalama ambao walichukua hatua na kusababisha kuwepo kwa milio ya risasi, mabomu na mauaji ya watu. Haya yote yanajiri wakati ambapo
Wanafunzi wa kidato cha pili wanatarajia kuanza mitihani yao ya taifa Novemba 10 badala ya Novemba 3, na kwa kidato cha 4 wakitarajiwa kuanza mitihani yao ya taifa Novemba 24 badala ya Novemba 17. Kwa upande wa watoto wa shule za msingi, mkuu wa shule ya msingi ya Genius King Vincent Mafuru ameeleza mipango ya shule ya namna ya kurudisha hali ya watoto kuwa kama kawaida. Tumetengeneza timu ya walimu ambayo sisi tunaamini kwa experience yao ya kazi na kwa uelewa wao wanaweza wakafanya scouting ya kujua watoto ambao wanaonekana kuwa na msongo wa mawazo kidogo. Pia tunaongea na walimu wetu katika wanaofundisha masomo ya sayansi ya jamii, kwa maana ya civic and moral education au raia na maadili, historia ya Tanzania na maadili, na masomo ya social studies, ili waweze pia kuona namna ya kuincorporate element ya mafunzo ya amani katika ufundishaji wao kama sehemu ya kupanua uelewa wa watoto. Wataalamu wanasema kuponya makovu ya risasi ni rahisi kuliko kuponya makovu ya nafsi. Watoto hawa wanahitaji zaidi ya ukimya na muda, wanahitaji kusikilizwa, kuhurumiwa na kusaidiwa kurejea katika hali ya kawaida ya utoto wao. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na baada ya ripoti hiyo ya Florence Majani, msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba kwenye mjadala wetu tutasikiliza zaidi kuhusiana na uponyaji huko Tanzania baada ya yaliyotokea baada ya Oktoba 29. Na Jato Mara, umetembelea mitandaoni, kuna yapi kwenye mitandao? Asante sana Sauma Simba. Kwanza ni mkumbushe msikilizaji wetu kwamba itakapofika saa 10 alasiri huko Afrika Mashariki, kipindi chetu cha Kurunzi Live kitakuwa YouTube, ambapo Bruce Amani na Tatu Karema watajadili swala la siasa za maridhiano huko nchini Tanzania. Sasa katika mitandao ya kijamii, jana jioni mpaka leo asubuhi, kuna taarifa juu ya video fupi ya sauti ya mahojiano ya mwenzangu Suleiman Mwiro alipozungumza na polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro kuhusu video zinazosambaa mtandaoni na majibu ambayo ametoa. Na baada ya watu kupata kile kionjo cha sauti, waliamua kwenda katika mitandao yetu na kusikiliza zaidi mahojiano yale. Sasa wengi wanajadili kwamba picha zile zimechukuliwa na video, watu waliopiga picha wamepiga picha na simu ambazo ni kiwango chake ni cha duni sana. Huwezi kusema kwamba ni picha zilizotengenezwa na akili mnemba ama akili unde. Sasa hayo ndio majadiliano makubwa yaliyopo. Kwa mfano, Aid anasema Mungu nifundishe kunyamaza kwa majibu haya. Wanaonekana kama kumtilia mashaka majibu majibu yake, na kwa sababu anasema video zinaonyesha kwamba ni uhalisia wa watu, lakini Muliro anasema inawezekana ni video ambazo zimetengenezwa au si za Tanzania. Nyanda Masela anasema japo tunatambua umuhimu wa jeshi la polisi kikatiba, lakini kwa matendo na majibu haya yaliyotokea nchini kwetu mashaka ni mengi. Francis Maleo anasema anapatwa na hasira, wallahi huyu kamanda bwana wacha tu niache. Hayo ni baadhi ya maoni, lakini ana mazito ya kuzungumza, lakini bora nyamazi. Ni itakuwa vizuri, pengine mwanasheria wake hayupo. Huko nchini Kenya sasa Saumu pamoja na msikilizaji, mama mmoja kutoka kaunti ya Kisii, Van Nyanchoko, habari zake zimeshangaza mitandao ya kijamii baada ya kujifungua watoto 4 mapacha katika hospitali ya Nyachwa Mission. Kati ya watoto hao 3 ni wavulana na 1 ni msichana. Nyanchoko aliwapa wavulana hao watoto wake hao majina, mmoja akiitwa Raila, wa pili Amolo, na watatu Udinga, na wa 4 ambaye ni binti wa kike akaitwa Ida. Sasa kinachowashangaza watu ni watoto 4 au majina waliopewa watoto? Vyote kwa pamoja, kwa sababu ni muda mrefu. Kwa Kenya wanasema historia mara mwisho ya mtu kuzaa watoto 4 mapacha iliandikwa mwaka 2022. Sasa hii ni mara nyingine ambayo historia ni kwamba lishe bora imeimarika Kenya. Na kama anavyosema mwenyewe Rais Ruto, mambo ni mazuri Kenya kabisa kwa sasa. Sawa. Kwa hiyo tunaonyeshwa taa nyeupe hapa kwamba muda umekwisha, lakini tutazame yaliyotufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu kwenye kurasa zetu mbalimbali kwenye YouTube. Naona ujumbe uliotokea kwa Dismas Maro, yeye anasema nimeitegea sikio DW Kiswahili nikiwa Mara, Tanzania. Asante sana, endelea kuwa nasi. Na Good Luck Bereda yupo Mwanza, Tanzania, inasema uchaguzi umeisha ila umeniacha na majonzi. Alois Samba na yuko Arusha anasema hatua
hii inayoonyesha mwelekeo mpya wa Marekani kuelekea Syria, huku Trump akionyesha nia maridhiano licha historia tata ya Sharaa. Ali Mrangi anasema hongera Tanzania kumpata spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huo ni ujumbe wake. Ali Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania anasema kongole kwa Azzan Zungu kuchaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatumaini Zungu atasimamia maridhiano ili kurudisha amani na umoja wa kitaifa nchini. Baraka Ramadhani ujumbe wake akitokea huko Kigoma nchini Tanzania anasema poleni kwa wapinzani nchini Tanzania. Baada ya Baraka Rabani na muona Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania inasema kila la kheri rais wa Ufaransa na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas katika mazungumzo yenu kujadili amani ya Gaza. Na Dida za Senga yupo Arusha, Tanzania na anasema kila la kheri rais Macron na Mahmoud Abbas kwenye mazungumzo yenu. Kurasa wa Facebook na muona Edson Eduardo, yeye anasema Tanzania amani haiwezekani kupatikana ikiwa waliotekwa hawajaachiliwa, wengine wamefungwa na wengine wameuawa. Maridhiano ya nini? Nikwambia msikilizaji, matangazo haya yanapatikana pia katika YouTube na Facebook, na namuona Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Tanzania anasema binafsi sioni huo uponaji utapatikana haraka kutokana na mambo yanayoendelea. Victor Obadia anasema uchaguzi huu umesababisha maumivu na makovu yasiyofutika katika mioyo ya Tanzania. Nihitimishe kwa upande wangu na Edward Mayanga Nshashu wa Bariadi, Tanzania anasema kuponyesha vidonda hivyo ni mpaka mchakato mabadiliko ya kisheria yaanze ili kuruhusu vyama vyote kupata nafasi ya kushiriki katika sanduku la kura. Tiba bila makovu haiwezekani. Sawa Najat, tumalizie hapo tupate kidogo burudani la kupumzika tukijiandaa kuingia kwenye mjadala wetu wa siku. Aya, asante sana hapo Saumu Mwasimba. Nazidi kusonga mbele msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa, tunashirikiana na DW katika matangazo haya ya mbashara, ambapo hivi sasa basi tupokee kiziba mkonga. Katika kiziba mkonga cha sasa ni kwamba vitu vitatu vitakavyo kubeba sana kwenye safari ya kuilinda na kuboresha afya yako ya mwili na akili ni kukusaidia kuishi maisha marefu. Vitu vitatu kwenye kiziba mkonga cha sasa vitakavyo kubeba sana kwenye safari ya kuilinda na kuboresha afya yako ya mwili na akili na kusaidia kuishi maisha marefu. Uwezo wa kuishi kwa subira. Uwezo wako wa kuishi kwa subira. Kitu cha pili, uwezo wa kuwa mstahimilivu, unayestahimili mambo mazito. Na kitu cha tatu, uwezo wa kuwa mwelewa, kuelewa mambo. Hivi vitu vitatu ukivibeba vitakusaidia sana. Uwezo wa kuishi na subira, uwezo wa kuwa na ustahimilivu, perseverance, na uwezo wa kuwa mwelewa, unaelewa vitu, vitakusaidia sana kuishi maisha marefu. Maana hapa ndipo watu wengi wanajipata na mashaka. Unasubiria kitu akiji, basi unaanza kuwa mtu wa fikra. Magonjwa ya moyo ndio hiyo, depression ndio hiyo, inaitwa sonona. Magonjwa ya vidonda vya tumbo ndio hiyo. Uwezo wa kustahimili mambo yatakuja mazito. Changamoto zipo jamani. Changamoto hautaziepuka kama mwanadamu. Na uwezo wa kuwa mwelewa, kuelewa mambo, utakusaidia sana. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.